hamtokuwa wa kweli kwa sababu ya kuhongwa vipesa vidogo vidogo, vishilingi 100,000 ambavyo mgombea anaweza kuamua kuchukua kundi la watu akawapa. Hawa watu wataondoka, watakwenda kumzungumza mgombea vizuri kwa watu, na hali ya kuwa nafsi zao zinajua kwamba ni kiongozi asiyefaa kuwa kiongozi. Kwa mfano, kuna kundi mkoa wa Kigoma la mashehe wanatumiwa vibaya huyu na huyu Baba Levo. Ni mashehe na wanasimama mimbar, wanaongoza taasisi kubwa, lakini kwa sababu ya njaa wanatumika vibaya. Kuna shehe mmoja akakusanya baadhi ya mashehe fulani, siwezi kusema wa taasisi gani, kakusanya baadhi ya mashehe fulani juzi, akawaambia nimewaita hapa, nataka mumchague fulani kwa sababu msichanganyi dini na siasa. Angalia viongozi hawa tunaoletewa mizigo hii. Kiongozi wa namna hii ni mzigo. Wewe unawezaje kuitenga dini na siasa? Unapowaambia watu kwamba msichanganyi dini na siasa unamaanisha nini? Kwa sababu ukimwambia mtu msichanganyi dini na siasa, usimame uelezee dini ni nini na siasa ni nini, nchi yetu hii unamaanisha nini? Kwa sababu hii nchi watu waelewe, sio nchi ya kidini. Hii nchi ni nchi ya watu wote. Ndio maana ina katiba inayojitegemea. Katiba yake sio Biblia wala sio Qur'ani. Ina katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unaposema kwamba msichanganyi dini na siasa, na wewe ni kiongozi, haoni kama wewe ni mzigo? Sisi viongozi wa dini tunaenda sokoni kununua vyakula, hatuendaje? Bei ya vyakula inapangwa na nani? Si wanasiasa ndio wanapanga bei ya vyakula? Bei ya mafuta inapangwa na nani? Si wanasiasa ndio wanapanga bei ya mafuta? Bei ya usafiri wa mabasi, usafiri wa treni, usafiri wa ndege inapangwa na watu gani? Si wanasiasa? Wewe unaposema kwamba msichanganyi dini na siasa, so unaona unataka kutupotosha. Sisi watu wa dini ni lazima tuingie kwenye siasa ili kuwaletea watu nafuu, kwa sababu sisi watu wa dini tunaongozwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuwa na huruma na raia kuliko watu wengine ambao hawaijui dini. Sasa amedanganywa na huyu mgombea wao wa CCM jimbo la Kigoma mjini, amewaita baadhi ya viongozi, anawaambia naomba msichanganyi dini na siasa. Kwa sababu gani? Hawa viongozi ameona ni viongozi wanaojitambua. Kuna mlengo ambao wanaofikiria kwamba hawawezi kumchagua huyu kiongozi kwa sababu sifa za tabia hana, lakini pia sifa za elimu hana, amekuwa kama mzigo tu. Sasa viongozi kama hawa ndio wanatufelisha mkoani Kigoma. Ni viongozi ambao hawaoni mbele, wanatazama pale. Na ndio maana unaona katika maisha, ndugu zangu, katika maisha hautakiwi kujiamini sana. Katika maisha hatutakiwi kutumia nguvu wala kujiamini. Sasa mkoa wetu wa Kigoma una baadhi ya viongozi wa dini yetu ya Kiislamu. Baadhi ya viongozi wa dini yetu ya Kiislamu, wallahi nakuapia, ni mizigo. Baadhi ni mizigo. Kwanza uwezo wao wa kusikiliza na kuelewa uwaga ni mdogo. Nimesema baadhi. Utaona watakavoninukuu. Anaweza akakurupuka mtu akasimama, umeona Ibrahim amewatukana mashaikh. Baadhi ni mizigo. Tuliwahi kupata janga la dhehebu fulani, walisema hija iko Kigoma. Baadhi ya watu walienda Kigoma wakasema hija, na watu wakakaa uwanja wa Lake Tanganyika. Kuna baadhi ya mashaikh walifatwa wakaambiwa zungumzeni hija ya Mwenyezi Mungu ya haki iko wapi? Walikataa kuzungumza kwa sababu hawa jamaa walioleta hija Kigoma waliwafuata wakawa nawapa 300,000 na wakakataa kusema.